Kwa nini Marekani anasema Urusi anampa kiburi Iran kupambana naye na Israeli? Je, ni kweli Urusi chini ya Putin wanamsaidia Iran? Weka kwanza msawazo kwenye hili, nikwambie ipo taarifa ambayo ilitolewa. Hii taarifa ilitoka Julai 23 mwaka 2026 kwamba Marekani inachunguza kama Urusi ilihusika kwenye mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Iran dhidi ya vituo vya shirika la ujasusi la Marekani CIA katika nchi za Ghuba ya Uajemi, na hii ni kwa mujibu wa ripoti iliyoandaliwa na shirika la Reuters. Na kulingana na vyanzo mbalimbali, uchunguzi wa Marekani bado unaendelea na maafisa wa Marekani wanatathmini ushahidi na taarifa zilizopo kuhusu uwezekano wa Urusi kuhusika katika mashambulizi hayo. Maelezo rasmi vituo vinavyolengwa na CIA katika eneo hilo haijatolewa. Ikulu ya White House na Pentagon hazijatoa habari yoyote kuhusu kulengwa kwa nafasi zao katika eneo hilo au majeruhi au hasara za kijeshi katika miezi minne iliyopita, na hata zimeagiza satellite za kibinafsi kudhibiti na kutochapisha picha za angani. Na nchi zilizopo kwenye eneo hilo pia zimezuia na kudhibiti vikali ufikiaji huru wa vyombo vya habari na hata uwasilishaji wa ripoti za umma kutoka maeneo yaliyolengwa, na zimezuia pia uvujaji wa habari kwa adhabu kali katika baadhi ya matukio, hata tishio la adhabu ya kifo. Hii ni taarifa iliyotolewa. Sasa nataka, kama ulikuwa na swali unajiuliza kwa nini Marekani anasema Urusi anampa kiburi Iran kupambana na Marekani na Israeli, je, ni kweli Urusi chini ya Putin wanamsaidia Iran? Wacha nikupe ufafanuzi wa kina kwenye hili. Huu ni uchambuzi wa kina zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii, share pia kwa wengine. Kwanza kabisa unapaswa ufahamu ni kweli kwamba Urusi chini ya Putin wanashirikiana kwa karibu na Iran kijeshi na kisiasa, na ushirikiano wao huu unajumuisha mkataba wa miaka 20 wa ushirikiano wa kimkakati. Pia kuna mafunzo ya kijeshi, mazoezi ya pamoja na msaada wa kiufundi wa kijeshi. Marekani na Israeli wao wanahisi ushirikiano huu unampa Iran kiburi kupambana nao, ikiwa na maana uimara wa Iran wa sasa. Pia nyuma yake yupo Urusi ambaye yeye na Iran ni washirika wa karibu. Sasa ushirikiano wa Urusi na Iran ulianza kwanza, upo kwenye mkataba wa miaka 20, mkataba wa mwaka 2025 uliosainiwa hadi 2045. Putin na Rais Masoud Pezeshkian wamesaini mkataba wa ushirikiano wa kimkakati Januari 2025 ambao uliridhiwa na mabunge ya nchi zote na ukaanza rasmi Oktoba 2025. Lakini pia ukitazama kwenye upande wa jeshi, Urusi na Iran wanafanya mazoezi ya pamoja kijeshi na mafunzo ya maafisa. Kwa hiyo kuna wakati maafisa na baadhi ya makomando wa Iran wanakwenda kuongeza Urusi, na kuna baadhi ya wakufunzi wabobevu wa Russia wanakwenda Iran kutoa mafunzo. Ukirudi pia ushirikiano wa kiufundi wa kijeshi, hii tunaita ni military technical cooperation, pia inafanyika, ipo. Upande pia wa ushirikiano wa huduma za ujasusi na usalama upo pia. Kuna ushirikiano pia upo kwenye upande wa nishati na uchumi, wana miradi ya pamoja mafuta na gesi. Ukitazama ushirikiano kwenye nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani, wanao ushirikiano. Lakini pia ukitazama mfumo wa malipo wa sarafu za kitaifa ili kukwepa vile vikwazo vya Marekani, wanao, ni moja pia ushirikiano ambao wanao nchi hizi mbili, Urusi na Iran. Sasa kwenye swali halisi, kwa nini Marekani na Israeli wanasema Urusi nampa kiburi Iran? Moja ni mambo mazima ya silaha na teknolojia. Wakitazama, Iran imetoa droni na makombora kwa Urusi kutumika Ukraine. Kwa upande mwingine, Urusi naye pia anashirikiana na Iran katika teknolojia ya kijeshi na ulinzi. Sio, umeelewa hadi hapo? Yako makombora ambayo, drone ambazo Iran iliwahi kumpa Urusi akazitumia dhidi ya Ukraine. Ukraine akalalamika, tumechunguza hizo drone zinatoka Iran. Iran ameingia kwenye vita. Iran ni adui yetu. Iran akasema, mimi nafanya biashara kama wafanya biashara wengine. Lakini pia ukitazama kwenye ushirikiano wa kisiasa, Urusi na Iran mara nyingi wanashirikiana na kupinga sera za Marekani na washirika wake, hasa kwenye Mashariki ya Kati, mfano Syria, Caucasus pia na nchi nyinginezo mbalimbali. Ukitazama kwenye nguvu ya kijiografia,
hawa jamaa, ushirikiano wao huu unaisaidia Iran kujiona sio peke yake dhidi ya Marekani na Israeli, na hivyo anakuwa na ujasiri wa kisiasa na kijeshi na anajifunza mambo mengi zaidi. Sasa ni kurudishe nyuma kidogo kwamba ushirikiano wa Urusi na Iran kijeshi na kiuchumi kabla ya mwaka 2025 Putin na Masoud Pezeshkian kusaini mkataba wa ushirikiano wa miaka mingi ambao unakwenda mpaka 2045. Ila kiujumla ushirikiano wao hawa ulianza mwaka gani na kwa hatua zipi, chini ya viongozi gani? Tuangalie kwenye hilo. Ushirikiano wa Urusi na Iran kwanza kabisa umeanza zamani mno. Tunasema kama ni historia, tunasema hapo zamani za kale. Lakini kwa kiwango cha kisasa na cha karibu zaidi ulianza baada ya kuanguka kwa Umoja wa Kisovieti mwaka 1991 na kuimarishwa zaidi chini ya Rais Putin. Kwa hiyo kwenye kipindi cha historia ukiangalia karne ya 16 hadi 19, Urusi chini ya Tsar na Iran ilikuwa chini ya Safavid na Qajar walikuwa na uhusiano wa kidiplomasia, lakini mara nyingi walipigana vita juu ya Caucasus. Ikaja kavuma karne 20 kwenye Soviet Union. Uhusiano sasa ulikuwa na mashaka. Ayatollah Khomeini aliita USSR shetani mdogo kwa sababu ya ukomunisti. Mambo yakaja yakavurugika hapa mwaka 1991. Kwanza 90 pale Hatam Iran na Yeltsin na Putin upande wa Urusi wakawa na ushirikiano wa nyuklia ambao ulianza moja kwa moja na Urusi ikasaidia kujenga kiwanda cha Bushehr nuclear plant ndani ya Iran. Ushirikiano ukanoga zaidi mwaka 2000. Putin na Ahmadinejad wakaongeza ushirikiano wa kijeshi na Urusi ikawa sasa inauza silaha na ndege za kivita kwa Iran. Ushirikiano ukaja ukanoga zaidi kati ya Rouhani na Putin. Ushirikiano mkubwa zaidi ukaongezeka hususan kwenye vita vile vya Syria 2011 hadi 2017. Urusi na Iran wakasaidia serikali Bashar al-Assad dhidi ya upinzani walioungwa mkono na Marekani na Israeli. Mambo yakaenda 2018 baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia JCPOA. Iran na Urusi wakazidi kushirikiana kiuchumi na kisiasa. Sasa 2022 wakati Putin anaingia kwenye vita na Ukraine, Urusi wakiita ni operation maalum dhidi ya Ukraine na Ukraine wakisema ni uvamizi wa Urusi dhidi ya taifa lao. Ibrahim Raisi ambaye kwa sasa ni marehemu na Putin wakashirikiana zaidi kwenye vita vya Ukraine. Iran ikapeleka droni na makombora kwa Urusi na Iran kwa teknolojia ya kijeshi na miradi ya nishati. Sasa ndio mwaka 2025 Putin na Rais Masoud Pezeshkian ambaye aliingia kuchukua nafasi Ibrahim Raisi aliyefariki kwa ajali ya helikopta wakasaini mkataba wa miaka 20 wa ushirikiano wa kimkakati, kisiasa, kijeshi, kiuchumi na nishati. Kwa hiyo ushirikiano wao ulianza katika vipindi hivyo tofauti. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni kwamba ushirikiano wa Urusi na Iran umeanza kwenye historia ya karne nyingi sana zilizopita, ukaimarishwa hususan miaka 1991. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, kama Urusi ataamua kumsupport Iran kwenye vita na Marekani na Israeli, anaweza kumsupport kwa njia gani hasa kama hataki kuingia vitani moja kwa moja? Kama utajiuliza swali hili kwa namna moja namna nyingine, nikwambie njia ambazo Urusi anaweza kutoa msaada kwa Iran. Sababu nilikueleza wana ushirikiano kwenye nyanja mbalimbali, mambo ya uchumi, mambo ya teknolojia na mambo ya kijeshi. Atamsupport kwenye upande wa silaha na teknolojia. Kumbuka Urusi huwa anamuuzia silaha Iran na teknolojia mbalimbali kama makombora ya ulinzi, ndege, mifumo ya rada. Kwa hiyo ni njia pia ya Urusi kumsupport Iran kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Lakini pia kuna ushirikiano wa kiufundi wa kijeshi. Kuna mafunzo ya maafisa wa Iran na mazoezi ya pamoja. Ni ushirikiano huo. Ni njia ambazo Urusi anatoa msaada kwa Iran lakini sio wa moja kwa moja.
Ukitazama pia kuna ushirikiano wa kijasusi na usalama. Kuna baadhi ya picha, baadhi ya detail ambazo Iran anazipata kwa sababu ya Urusi. Wanabadilishana taarifa za kiusalama kuhusu Marekani na Israeli. Lakini pia ushirikiano wao upo ambao ulianza tangu kwenye vita vya Syria, ulidumu zaidi kwenye vita vya Syria na maeneo yenye mvutano, bado upo unaendelea. Ukitazama kwenye nyanja ya uchumi, wana miradi ya mafuta na gesi pamoja. Hii inasaidia kupunguza shinikizo la vikwazo vya Marekani. Kwa hiyo unapozungumzia vita vya Urusi vilipoanza mwaka 2022, kumbuka kuna vikwazo aliwekewa Urusi ni vita vile vyake na Ukraine. Vile vikwazo vilitarajiwa kutikisa uchumi wa Urusi. Na uchumi wa Urusi haukutikisika kwa asilimia kubwa, ni kidogo tu sana. Lakini ukitazama chanzo, moja nchi zilizosapoti uchumi wake usitikisike ni Iran. Kivipi? Mambo ya kiuchumi hayo. Miradi ya pamoja ambayo wanafanya, biashara za pamoja wanazofanya, malipo kwa sarafu za kitaifa ili kukwepa ile dola Marekani, ushirikiano kwenye nishati ya nyuklia kwa matumaini na mengineyo mengi. Njoo kwenye upande wa diplomasia na kisiasa. Nadhani hujawahi kusikia hata mara moja taifa la Urusi likilaani Iran kushambulia kambi fulani za Marekani, lakini wanalaani Marekani kufanya uchokozi na mambo mengine mbalimbali. Ni kwa nini? Ni kwa sababu pia Marekani anakosea, lakini pia hata kama ingekuwa ni haki yake Marekani, Urusi ni nadra singeweza kwenda hivyo. Ni nadra kwa Mrusi kumsapoti adui yake. Kwa hiyo kwenye mambo ya diplomasia na kisiasa, kuna swala zima la kuitetea Iran kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini pia kuunda ukuta au block fulani ya kisiasa na kiuchumi dhidi ya Magharibi, mfano BRICS, ambayo Iran pia yumo. Ukitazama msaada usio moja kwa moja, Iran wao waliwahi kupeleka drone na makombora kwa Urusi yakatumika kwenye vita dhidi ya Ukraine. Na kwa upande mwingine, Urusi naye pia inashirikiana na Iran kwa teknolojia na ulinzi. Kwa hiyo kuonyesha mshikamano wa kisiasa na kijeshi bila kutuma wanajeshi wake moja kwa moja kupigana na Marekani au Israeli. Huo ndio ushirikiano ambao au ndio njia za msaada ambazo Urusi anafanya kwa taifa la Iran. Kwa hiyo Urusi inaweza kumsaidia Iran kwa silaha, teknolojia, uchumi, diplomasia, ushirikiano wa kijeshi bila kuingia vitani moja kwa moja. Kwa hiyo hii inamfanya Iran anakuwa baba lao. Anajiona ana nguvu na anaungwa mkono na muhimili mkubwa dhidi ya Marekani na Israeli, ingawa yeye Urusi anajiepusha na hatari ya vita ya moja kwa moja. Najua unaweza kujiuliza, sasa Richi, kiburi cha Iran kupambana na Marekani na Israeli kinatokana na nini? Ni huyu Urusi au kitu gani? Kwa nini Iran anajiona ana nguvu na wakati msaada anaopewa na Urusi ni mdogo tu? Kiburi cha Iran kupambana na Marekani na Israeli ni kwamba kitokani tu na msaada moja kwa moja wa Urusi, bali kuna mchanganyiko wa mambo kadhaa yanayoimarisha saikolojia na mikakati ya Iran. Kwanza ukitazama, kuna huo msaada wa kisiasa na kijeshi kutoka Urusi. Urusi anauza silaha na teknolojia kwa Iran na anashirikiana kwenye mafunzo na ujasusi. Ingawa Urusi haitaki kuingia vitani moja kwa moja, lakini uwepo wake kama mshirika mkubwa wa kimataifa unampa Iran ujasiri kwamba haiko peke yake. Hiki ni moja ya chanzo cha kiburi cha Iran. 2. Historia ya mapambano na Marekani. Iran wana kumbukumbu ya mapinduzi ya mwaka 1979 ambapo waliangusha ushawishi wa Marekani, wakaondoa Shahi. Kwa hiyo hii historia inawapa viongozi wa Iran imani kwamba wanaweza kusimama dhidi ya super power kubwa. Hii pia ni kiburi. Ukiona historia nchi yako haikupi kiburi juu ya taifa lako, juu ya historia hiyo Chineke. Tazama kwenye nguvu ya kijiografia. Iran yeye ana kiburi kwa sababu kwenye nguvu ya kijiografia anadhibiti lango bahari la Hormuz, Strait of Hormuz, njia muhimu ya mafuta duniani. Na hii ni silaha ya kiuchumi, na Iran inaweza kutishia kusimamisha au ikapunguza usafirishaji wa mafuta, jambo ambalo linaathiri moja kwa moja Marekani, Israeli na washirika wao.
Lakini pia kinachompa kiburi Iran ni vita vya kivuli, tunaita asymmetric warfare. Iran ina mtandao wa vikundi vya washirika. Hapa kuna Hezbollah, kuna Houthi, kuna militi ya Iraq, Syria. Hii inawapa uwezo wa kushambulia maslahi ya Marekani na Israeli bila kuingia vitani moja kwa moja. Hata Hamas pia inadaiwa anaisapoti. Lakini pia kuna ushirikiano na nchi nyingine mbali na Urusi. Iran anashirikiana na China, anashirikiana na Korea Kaskazini na baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ushirikiano huu unazidisha nguvu ya Iran kimataifa na kupunguza upweke ambao ungeweza kumpata. Sio, umeelewa hadi hapo? Sasa kwa nini Marekani anamhofia Urusi sana? Kwenye kila jambo linapotokea ambalo Urusi anaonekana kuwa karibu na hilo taifa, basi Marekani lazima aseme anamsupport, anamsupport. Sababu kuu za hofu ya Marekani kwa Urusi ni nguvu ya kijeshi. Unajua Urusi ina silaha za nyuklia nyingi zaidi duniani ikilinganishwa na Marekani, na ina teknolojia makombora ya masafa marefu tunaita hypersonic missile ambayo Marekani bado inahangaika kuyakamilisha. Jeshi la Urusi pia lina uzoefu wa vita halisi. Chechnya walipigana, Georgia, Syria na Ukraine wanapigana, na lina mtandao wa washirika wa kijeshi. Lakini pia ukitazama, Urusi ni moja taifa kubwa zaidi duniani kwa eneo, liko kati ya Ulaya na Asia na linaweza kushawishi maeneo yote mawili, na inadhibiti reli kubwa za nishati. Hapa kuna mafuta na gesi ambazo ni muhimu kwa uchumi wa dunia, na ina ushawishi mkubwa katika Mashariki ya Kati kupitia ushirikiano na Iran na Syria. Kwa kwenye nguvu ya kijiografia pia ni sababu kuu ya hofu ya Marekani kwa Urusi. Lakini pia ukitazama kwenye ushirikiano na nchi zenye mvutano na Marekani, Urusi yeye anashirikiana na Iran, Korea Kaskazini na China. Wote ni wapinzani wa Marekani, na ushirikiano huu unaunda sasa ule ukuta wa kupinga Magharibi na kuifanya Marekani ionekane haina nguvu ya kipekee tena. Njoo kwenye mambo ya diplomasia na mambo ya kisiasa huko. Urusi pia ana nguvu. Urusi ni mwanachama wa kudumu Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na anatumia kura yake ya turufu veto kupinga maamuzi ya Marekani na washirika wake. Lakini pia Putin huwa anajitokeza kama kiongozi wa kupinga utawala wa Marekani duniani, jambo ambalo linavutia nchi nyingi zinazohisi zimepuuzwa na Magharibi. Kwa hiyo kwenye athari ya kiuchumi pia Urusi anayo. Urusi kama nilivyokuambia ni mzalishaji mkubwa wa mafuta na gesi, na inaweza kuathiri bei ya nishati duniani. Mwaka 2022 vita vyake vilipoanza dhidi ya Ukraine, bei ya mafuta ilipanda, na ndio maana kuna baadhi ya nchi za Kiafrika bei ya mafuta ikushuka mpaka leo vita vinapoendelea. Ushirikiano wake pia na China na Iran unasaidia kuunda mifumo ya malipo mbadala ya dola ya Marekani, jambo ambalo linatishia pia nafasi ya dola kama sarafu ya kimataifa. Kwa hiyo ndio maana Marekani anamhofia Urusi, kwa sababu Urusi ni moja mataifa machache duniani yenye uwezo wa kuipinga Marekani katika nyanja nyingi za kimkakati kama nilivyoweza kukueleza. Huu ni uchambuzi wa kina tu ambao tumetizama kwa nini Marekani anasema Urusi anampa kiburi Iran kupambana na yeye na Israeli. Tukaangalia, je, ni ukweli Urusi chini ya Putin unamsaidia Iran? Nadhani utakuwa umeelewa. Kama utakuwa na swali lolote, maoni, comment utaweka chini hapo. Shukran kwa Babe wa Kivita.